والاجتماع بحسب طريقة تكوينه نوعان. Ijma'i au kongamano, makubaliano na zuoni kwa mujibu wa njia ya kutengenezeka kwake yako ya namna mbili. Kwa mujibu wa njia ya kutengenezeka kwake, inavyotengenezeka. Inaweza kutengenezeka kwa namna ngapi? Namna mbili. Ijma'un sarihun, kongamano la wazi wazi, wa ijma'un sukuti, na kongamano la kimya kimya. Au makubaliano ya kauli moja na makubaliano ya ridhaa, kwamba wengine wamesema, wengine wameridhika ingawa hawakusema. Tutaziona huko mbele. Ijma' sarihi ni ile ambayo wote wameonesha msimamo. Ijma' sukuti ni kwamba baadhi wameonesha msimamo na wengine hawakupinga, lakini hawakutoa misimamo yao, lakini hawakupinga, wameamua tu kunyamaza. Hebu twende. Walijma'u sarihi, na kongamano la waziwazi au makubaliano ya kauli moja, makubaliano ya wazi wazi kwamba wote wamedhihirisha kauli zao juu ya masala hayo. Huwa ni haya an tattafiqa ara'ul mujtahidina, kuwafikiana rai za wenye kujitahidi, bi aqwalihim, kwa kauli zao, wa af'alihim, na vitendo vyao, ala hukmin, juu ya hukumu, fi mas'alati muayyana, katika mas'ala maalum. Kwa hivyo ama utaweza kuyatia kwenye mabano hayo kuanzia huwa mpaka muayyana, au unaweza kuyapigia mstari kwa penseli kuanzia huwa an tattafiqa ara'ul mujtahidina bi aqwalihim wa af'alihim ala hukmin fi mas'alatin muayyanatin. Hapo ndo panapoishia definition, utambulisho au taarifu au ainisho la ijma'i au kielelezo cha ijma'i. Narudia. Walijma'u sarihu, na makubaliano ya waziwazi ni yepi? Huwa ni yale ambayo antattafiqa, kuwafikiana, ara'ul mujtahidina, rai za wenye kujitahidi, sio rai za watu wa kawaida, watu ambao wana sifa ya kufanya ijtihadi, kutoa rai katika sheria ya dini ya Kiislamu. Na wao wanakuwa na vigezo vyao maalum. Tumesema mlango wake uko mwisho, uko babu lijtihadi. Sio kila mtu tu anaitwa mujtahid. Maana hata mkoa minazi naye kajitahidi ati. Kama hajajitahidi asingeukwea mnazi. Na mlima muogo naye kajitahidi, na mvuvi naye kajitahidi, lakini jitihadi haikusudiwi ile ya kutafuta riziki. Hapa inakusudiwa jitihadi manake ni uwezo maalum wa kielimu wa kuionyesha rai na nguvu yake katika sheria ya dini ya Kiislamu. Si kila mtu anaweza kufanya hivyo. Kwa sababu hata mchonga kabati kajitahidi, tengeneza kitanda kajitahidi, jenga nyumba naye kajitahidi, lakini hao ni katika jitihadi za maisha. Hatuzungumzi jitihadi katika sheria ya dini ya Kiislamu. Antatafiqa ara'ul mujtahidina, kuwafikiana, yani kwenda sambamba maoni. Arai pia neno jingine la kisasa, maoni, kwenda sambamba maoni ya wenye kujitahidi, bi aqwalihim, kwa kauli zao waseme hivyo, wa af'alihim, na vitendo vyao. Isije kuwa kasema halafu kwenye vitendo akafanya tofauti. Itakuwa rai yake imekwenda kinyume na kitendo chake mwenyewe, na kwa hivyo yeye mwenyewe anajipinga. Iwe alichokisema ndicho alichokitenda. Ala hukmi, juu ya hukumu, fi mas'alati muayyana, katika mas'ala maalum ya dini ya Kiislamu. Tumechukua kidogo muda kuirudia hii na kuifafanua kwa sababu ndio msingi hapa wa aina ijma'i. Utaipataje bila kufahamu ijma'i yenyewe ni kitu gani? Anatoa mfano, ka an yajtamia al-ulama'u fi majlisin wahidin, kama vile wakakutana wanazuoni katika kikao kimoja, kama vile bunge, baraza la wawakilishi, halmashauri, manispa, au baraza la wanavyuoni. Kwa hapa ndio tunazungumzia wanavyuoni wa dini ya Kiislamu na wanasheria wa dini ya Kiislamu.
Kwa hivyo ile itakuwa ni mifano tu ya bunge, baraza la wakilishi au halmashauri au manispaa, kwa sababu wale ni wanasiasa, wale wanafanya uamuzi wa kisiasa. Hapa tunazungumzia wanasheria wa dini ya Kiislamu wanaofanya uamuzi katika sheria ya dini ya Kiislamu. Lakini mkutano wao unafanana na mkutano wa wabunge au mkutano wa wajumbe wa baraza la wakilishi au mkutano wa madiwani wa halmashauri au wa manispaa. Hata wajumbe wa halmashauri kuu ya chama chochote cha siasa au jumuiya yote ile unafanana na mkutano huo wa wanazuoni na mkutano wao katika ule mkao wa kile kikao chenyewe, lakini utatofautiana katika maudhui na namna ya kupitisha jambo. Maudhui yatakuwa mengine na jambo litakuwa ni jingine. Wayubidia, na adhihirishe, kullu minhum, kila mmoja katika wao, rai yake, sarahatan, waziwazi, fil mas'alati, katika yale masala yaliyoletwa kwenye kikao hicho. Wayubidia, narudia, adhihirishe. Isiwe manake hakusema kanyamaza kimya, anauma vidole, anaogopa mkubwa au kapewa burungutu anyamaze. Wayubidia, na adhihirishe, kullu minhum, kila mmoja miongoni mwao, rai yake, sarahatan, waziwazi, fil mas'alati, katika masala yanayohusika au masala hayo yaliyoletwa kwenye kikao hicho. Ngumu kweli kwa ijmaa ya namna hii. Unafikiri ni rahisi sana? Si rahisi, hasa katika masala ambayo yana mivutano mikubwa. Yaani leo kwa mfano tutengeneze baraza la wanazuoni la ulimwengu, halafu tukakubaliane kwamba mwezi ukiandama tufunge sote. Unafikiri tutakubaliana kwa vichwa hivi vilivyo? Tutavutana. Tuje tukubaliane kwamba inafaa kupangusa kwenye soksi badala ya kukosha miguu. Unafikiri tutakubaliana? Au imamu anaruhusiwa kunyoa ndevu? Hatutakubaliana. Wengine wanasema lazima awe na ndevu. Kama haoti asiwe imamu. Yaani sisi Waislamu kuna vipengele tukasema tukakubaliane katika masuala rai, kazi yake si ndogo. Unaona tu kinadharia kuizungumza unaona rahisi, lakini ukipeleka kwenye utekelezaji ni ngumu. Yale ambayo tumekubaliana moja kwa moja kwenye Qur'an na hadithi mutawatir za Mtume sallam, yale tunakwenda kirahisi. Lakini haya mengine, Allahu akbar, tunakuwa wagumu kweli kweli. Kwa mfano tunakubaliana kwenye ratiba ya hija. Hakuna mtu ana ratiba yake ya hija. Ukitaka kuhiji lazima ufuate ratiba iliyoko Saudi Arabia. Nani anaweza kutunga ratiba yake, akaweka Arafa yake, akaweka siku yake ya kuchinja, sio akaweka siku yake ya kunini? Hakuna mtu hata mmoja anayethubutu. Kwa sababu ni mambo ambayo yameshakaa katika mkao, huna namna ya kufanya vinginevyo. Alhamdulillah, katika hili tumewafikiana. Wallahi kama ingekuwa kila nchi inaambiwa ipange ratiba yake ya hija, tungekuwa na hija zaidi ya 11. Zanzibar wangesema tunatoka na hija ya mufti wetu hapa, sisi tutakwenda nayo. Mufti wetu hapa, wali amri minkum, ingeondoka na ratiba ya hija maalum hapa. Na wale wangeondoka Pakistan, wangeondoka na yao, India wangeondoka na yao, sio Arabuni wapi wangeondoka. Tungekuwa na maratiba sio mangapi kule. Lakini ule udikteta wa Saudi Arabia na wa kifalme umetusaidia kule kweli, ndio tunakwenda salama. Nimekwambia ni wakati mwingine Waislamu kwa mikwaju wanafanya vizuri kuliko kwa uhuru. Maeneo yote tunaojivunia Waislamu ni yale ambayo umetumika ubabe. Yale yalotumika khiari wala hatujivunishi. Kisa tukugombana tu. Linanikera kweli jambo hili. Ndio maana mimi sipewi nafasi. Kipo nafasi mara na mimi nitakuwa mbabe. Kwa sababu naona ubabe ndio unaendesha. Potele ambaye tutafundisha. Si lazima kuongoza. Tumeelewana Kwa hivyo adhirishe kila mmoja waziwazi. Watatafika al-ara'u, na yawafikiane maoni au ziwafikiane hizo rai ala hukmin wahidin, juu hukumu hii moja. Au kwa upande wa pili, an yuftia kullu alimin, atoe fatwa kila mwanachuoni anayetegemewa fil masalati, katika masala bira'in, kwa rai, watatahida alfatwa, na ziungane fatwa ala shay'in wahidin, juu ya kitu kimoja. Hii nayo ni ya pili, si lazima wakutane. Lakini mufti wa Misri katoa fatwa hiyo, mufti wa Sudani katoa hiyo, wa Zanzibar katoa hiyo, sijui wa Marekani katoa hiyo, wa Pakistani katoa hiyo, wa
Omani katoa hiyo. Fatwa zote zimetoka zinazungumzia jambo hilo hilo. Hata kama hawajakutana pia itakuwa ni ijma, kwa sababu kila mmoja kaitaja wazi kauli yake, na kauli hiyo imekwenda kwa pamoja. Kwa hivyo hizo nazo zote ni njia za nini? Za ijma. La msingi ni kwamba wanazuoni wakubaliane kwa kauli moja, ndio inaitwa ijma sarih. Ni sawasawa kwamba wamekaa katika kikao kimoja wakatoa tamko lao, au kila mmoja alitoa tamko katika eneo lake, lakini tamko hilo likawa sawa sawa na matamko ya wenzake wote. Hapo patakuwa pana ijma. Na ukichunguza katika mambo haya, Waislamu ndio alhamdulillah ndio tunajivunia. Hatugombani na tunakuwa wamoja kwa mambo kama haya, ya kwamba sote tunatoa kauli zinazofanana. Kwa hivyo tumekwenda vizuri. Lakini yale mambo ambayo yanabakia kila mmoja na rai yake, ndio kule ambako tunapigizana kelele. Na ukitaka kuimarisha umoja wa Kiislamu, kamata hizi ijma'i hizi zote. Ukizikamata hizi ijma'i, basi unawarudisha Waislamu pamoja. Haya, hiyo ndio ijma'i sarih. Wa huwa hujjatun, nayo ni hoja bila khilafi, pasina mzozo, indal jamahir, kwa wanazuoni walio wengi. Ijma'i sarihi haina mjadala, ni hoja na lazima kuishika katika ujenzi wa sheria ya dini ya Kiislamu. Sasa tuna aina ya pili ya ijma'i, wal ijma'u sukuti, na makubaliano ya kimya. Sukuti inatokana na sakata ya sukutu, manake kanyamaza. Jawabu ya safihi sukut, jawabu safihi sukut. Jawabu ya mtu mfedhuli ni kumnyamazia. Hiyo ni methali ya Kiarabu, hasa Kiarabu kile cha mitaani, lakini na sio Waswahili tena. Tumekaa sana na Waarabu aina hiyo, wengine wana asili ya Omani, wengine wana asili ya Yemen, huko Afrika Mashariki ndio waliokuja wakakaa sana na sisi. Wamechangia sana kwenye Kiswahili, Waarabu wenye asili ya Oman na wenye asili ya Yemen, na wamechanganyika sana na Waswahili. Kwa hivyo kuna baadhi ya maneno yao yameingia katika nini? Katika lugha ya Kiswahili. Kwa sababu zamani wote kwamba jawabu ya safihi wanakuambia sukut, yani jawabu ya mtu fedhuli ni kunyamaza. Waswahili pia wamechukua hiyo. Ingawa muone mmoja akasema jawabu ya safihi biskuti, yani ya safihi mpe biskuti yake akatafuna. Huyo kafanya uhuni Alijma'u sukuti, makubaliano ya kimya. Wa huwa, nayo inaanza hapo taarifu yake, ama utapiga mstari au utatia kwenye mabano kwa penseli. Wa huwa an yakula ba'd al-mujtahidin fi al-'asr al-wahid qawlan fi mas'alatin wa yaskut al-baquna ba'da ittila'ihim 'ala hadha al-qawl min ghairi inkarin. Ijma' sukuti nipi? Huwa ni kule an yakula ba'd al-mujtahidin, kusema baadhi tu ya mujtahidina, watu wenye sifa za kutoa rai katika Uislamu, wakasema baadhi yao, si wote. Tena fil asri alwahid, katika zama ile moja, qawlan, waseme kauli fi mas'alatin, katika mas'ala fulani, wayaskuta, na wanyamaze, albaquna, waliobakia, baada tila'ihim, baada ya kugundua kwao, ala hadha alqawli, ya kauli hiyo, min ghairi inkarin, pasina kupinga. Walinyamazia jambo walilolisikia, walilolijua, sio wamenyamaza kwa maana hawakusikia. Wasikie alafu wanyamaze kimya. Hiyo ndo inaitwa ijma'u sukuti. Wamesema baadhi na wengine wakasikia, na hakuna aliyewazuia usiseme, na wakaacha kufanyaje? Useme. Ndo sheria inasema as-sukutu alamatu ridha, kunyamaza ni dalili ya kuridhia. Wewe umekaa kitako, kaja mtu anakuvua kofia, unamuona umenyamaza kimya, sisi tufanyaje? Tumnadie mwizi? Wewe mwenyewe unayenyang'anywa kofia umenyamaza kimya na si bubu, sisi tufanyaje? Ndio maana yale maneno ya bara anasema mshike na mwenyewe nyuma. Usikae mwizi halafu wewe hufukuzi. Atakayefukuza nani sasa? Wewe umepakata kitambi unajikuna, mwizi yule kaniibia. Nani atafukuza? Kila kilio kina mwenyewe.
Wewe umekwenda msibani, yule aliyefiwa anacheka, wewe unaanza vipi kulia? Sitaonekana mwanga. Aliye mwenye msiba halafu wewe umsaidie. Kwa hivyo ijmaa isukuti ni kwamba waseme baadhi na wengine waunge mkono kwa kunyamaza, lakini si kwa kauli moja. Hii inanikumbusha kesi moja kubwa sana ya kisheria, na inafundishwa wanasheria, sijui kama wanayo bado wameiacha. Ilitokea Tanga zama za utawala wa Mjerumani. Kuna mwanamke mmoja wa kizungu wakati wa Ujerumani unaishi Tanga, alidai kuwa amebakwa na mfanyakazi wake. Ikawa kesi kubwa sana, lakini yule mtetezi wa mfanyakazi akashinda kesi ile, kwa sababu alimuuliza yule mwanamke pale kwenye kizimba kwamba baina ya hapo alipokuwa nakubaka na nyumba unaokaa wazazi wako palikuwa pana masafa gani? Akasema alinibaka kwenye zizi la farasi, masafa ambayo kama mtu angeweza kurusha jiwe lingefika. Akasema ndio, it is stone throwing distance, ni eneo la kuweza kurusha jiwe. Akaambia kama jiwe lingeweza kufika basi na sauti ingeweza kufika. Alafu akaitwa wale wazee wakauliza, "Je, mliwahi kusikia kelele yote wakati yeye anabakwa?" Akasema tujasikia. Akasema basi kama alikuwa anabakwa na anaweza kupiga kelele na sauti inaweza kufika na yeye kanyamaza, mtaimbo aliutaka. Anayebakwa ananyamaza kimya na sauti anayo na inaweza kufika. Akasema hii ni ijmaa sukuti, makubaliano ya kimya kimya haya. Anamgeuzia kibao tu mwenzake. Usifanye mchezo na sheria. Imo kwenye kumbukumbu za kihistoria katika sheria za nchi. Kwamba wewe kama unafanywa kitendo kibaya na wewe hukitaki na unaweza kutoa sauti na sauti yako inaweza ikasikika, kinachozuia ni nini sasa? Kama si ridhaa. Maana umeridhika mtaimbo huo ushughulike. Akashinda kesi Mswahili ule. Ala. Kwa kuwa unawazaa wewe ni watoto wote wamekuja kusoma hawa. Hawa wamekuja kusoma wote. Hakuna mtoto hapa. Kile kuja hapa kaja kusoma. Watoto wako majumbani mwao wanacheza sasa. Tumefahamiana? Nafahamisha nini maana ijma'i sukuti? As-sukutu alamatu ar-ridha. Hebu tuseme sote, as-sukutu alamatu ar-ridha. As-sukutu alamatu ar-ridha. As-sukutu alamatu ar-ridha. Waozeshaji wanajua kuwa mwari anaulizwa fulani na fulani na fulani amekuja kukuposa, anataka wewe mumeo, unasemaje? Akinyamaza mwari hukumu yake nini? Kakubali. So as-sukutu alamatu ridha. Ingawa wari wa siku hizi hawako hivyo, wanasema nautaka huo. Lakini zamani ndio ulikuwa utaratibu. Ijma'i sukuti. Tumefahamiana ijma'i sukuti? Haitotoka inshallah mpaka kufa. Imeeleweka kwa mifano hii au tuongeze? Basi basi. Imetosha. Wafihi, na katika hii ijma'i sukuti lilulama'i, kwa wanazuoni, ara'u, kuna maoni mbalimbali, kuna rai mbalimbali kuhusu hii ya pili, sio ile ya mwanzo. Ile ya mwanzo sarihi, kila mmoja katamka waziwazi. Ahamu hathani, muhimu zake, rai zote hizo ziko mbili. Ziko nyingi lakini hizi mbili ndio muhimu kwenye ijma'i sukuti, ndio kwenye mjadala. Ijma' sarihi haina mjadala, ni hoja imekubalika. Hii ya kimya hii. Ziko rai ngapi? Mbili. Twende. Ittijahul malikiyati wa shafi'iyati, mwelekeo wa watu wa madhhabi ya Imam Malik na watu wa madhhabi wa Imam Shafi'i rahimahumullah ta'ala, ambao hawa ni mwalimu na mwanafunzi wake. Maana Imam Malik kamsomesha Imam Shafi'i, tena kamlea kabisa, alipelekwa kwake mdogo. Wao wanasema la yakunu ijma'an wala hujjatan. Hii sukuti haiwi ijma'i wala haiwi hoja. Shafi'i anakataa ijma'i sukuti pamoja na Imam
Maliki wanasema si ijmai kamwe, wala haiwi hoja katika ujenzi wa sheria ya Kiislamu, na kwa hivyo wao watakuwa na rai tofauti katika yale mambo yote ambayo baadhi ya wanazuoni waliyasema na wengine wakanyamaza kimya. Na ndio maana nikasema hizi tofauti za madhehebu huwezi kuzifahamu vizuri mpaka ukasome usuli. Ukisoma usul fiqh ni kama vile tofauti za nyumba ni foundation. Kama ile foundation haibebi ghorofa, nyumba haiwezi kuwa ghorofa. Kama foundation ni ndogo na nyumba itakuwa ndogo. Kama foundation haijapiga self container, itakuwa tabu kufanya self container. Kwa foundation ndio inayoamua nyumba, ule msingi, na usuli ndio unaoamua madhehebu kwa sababu ndio msingi. Sasa Malikia na Shafiia wamekataa. Watijahu al-Hanafiyyah wal-Hanabila, na mwelekeo wa Mahanafi na Mahambali, ambao Abu Hanifa ingawa ni mwenye asili ya Irani lakini makazi yake yalikuwa Iraki, na huyo Ahmad bin Hanbal ni mtu wa Iraki, kwa nao wana mwelekeo unaofanana.